wilaya ya Ilemela upande wa elimu wamejitosheleza. Maana majengo ya wilaya ya Ilemela unaweza kuyafananisha kama shule fulani za private. Tafsiri yake ni kwamba private wanazidi gharama, ila kwa majengo wako nao sambamba. Piga makofi kwa Chifu Wangaya, piga makofi kwa mbunge wa jimbo hili la Ilemela. Mheshimiwa mbunge hajarudi nyuma, ametoa matofali 4,000 pamoja na simenti mifuko 20, chokaa mifuko 7 na vifaa vya michezo, vitabu vya sayansi. Piga makofi kwa Angelina Sylvester Mabula, mbunge wa Ilemela. Ndio maana wanasema mbunge huyu ni wa historia. Acha mbunge mwanamke anajiongeza kwa sababu ni mwanamama, anajua watoto wanatakiwa kufanya nini, watoto wanaendaje, kwa sababu mama ni mlezi wa watoto na yeye anatimiza ulezi wake na kutonesha umahiri wake. Piga makofi kwa Angelina. Tunakuja mtaa wa Nyamuhongolo. Yaani ujue Chifu Wangaya ni hatari. Huu mtaa wa Nyamuhongolo kuna sekondari ya Nyamuhongolo madarasa 6 awamu ya kwanza, ametoa milioni 120. Piga makofi kwa Chifu Wangaya. Awamu ya pili madarasa 5 milioni 125. Piga makofi kwa Chifu Wangaya. Awamu ya tatu madarasa 4 milioni 165. Piga makofi kwa Chifu Wangaya. Haya yote yamefanyika kwa sababu ya mbunge alipaza sauti. Mbunge amepaza sauti, Chifu Wangaya amesikia na ametekeleza. Maana kwamba wana Ilemela, wana mtaa wa Nyamuhongolo, kata Nyamuhongolo, mna deni Oktoba kwenda kulilipa. Naomba na nyinyi mkalilipe kutokana na nyinyi mambo waliyofanya. Hayo yote Chifu Wangaya akaona bado hamjatosha, akaongeza shilingi milioni 14,400,000 kwa sababu ya vyoo. Ndugu zanguni, naomba niwaambie, hakuna thamani nzuri kama mtu amefanya na amefanya mkaona na nyie mkamlipe thamani hiyo. Msiteteleke na maneno, kwa sababu maneno yapo, ila Mungu ndio anajua kafanya nini na nyie mkanjue mnaenda kumfanya nini. Naomba Oktoba mkatiki kwa Chifu Wangaya. Hakuna maneno ya kupotoshwa wala maneno ya kuja. Nyie mna akili timamu na mkawe mabalozi kwa haya. Mheshimiwa diwani naye hakurudi nyuma, katoa tripu 3 za mchanga. Piga makofi kwa diwani wa kata ya Nyamuhongolo. Diwani, Mungu akubariki sana, uendelee hivyo hivyo na muucheze mpira kwa pamoja mpaka pale mnapokwenda kushinda. Mungu awabariki. Hapo shule ya msingi Nyamuhongolo, naomba niwapongeze wazazi wote wa kata ya Nyamuhongolo. Wamechanga shilingi milioni 5. Walipoanzisha kuchanga milioni 5, mheshimiwa mbunge akapeleka matofali 1,000, mifuko ya simenti 10, na mheshimiwa diwani akasema mama wewe tulia, maji yatapatikana kwangu. Yeye akaleta maji, mama kaleta matofali na simenti, maana hawa wanashirikiana. Chifu Wangaya kwa kuona hayo amewashushia milioni 106 na 300,000, maana yake wamalize ujenzi ili watoto waendelee kusoma. Piga makofi kwa Chifu Wangaya kwa wingi. Piga makofi kwa mbunge wa jimbo hili la Ilemela, Sylvester Lubala Mabula. Mwisho, niko katika mtaa wa Mtakuja, kuna zahanati ya Nyamuhongolo. Hii zahanati iko karibu na stendi. Maana yake hii zahanati inapokea wagonjwa kwa siku wasiopungua 40 au 30 na Chifu Wangaya ameshusha shilingi milioni 33 na 800 kuhakikisha mambo haya yanakwenda sawa. Hakuna mtu hawezi kutibiwa na dawa nimeambiwa ziko za kutosha. Kwa hiyo ni sisi tu wenyewe, ukiugua unatibiwa. Nikuombe mheshimiwa diwani, endelea kuungana na mheshimiwa mbunge ili kuendesha gurudumu, mkakamilishe yale ambayo mnatakiwa kuyakamilisha. Na wale ambao wanapiga maneno, ninaamini maneno kwenye vitendo huwa hayafui dafu. Mheshimiwa mbunge ametoa tofali 2500 katika hii zahanati ya Nyamuhongolo. Piga makofi kwa mbunge. Akatoa keshi shilingi milioni 1. Mheshimiwa diwani amesafirisha yale matofali kuyaleta hapa, na akamwambia usio na wasiwasi kuhusu maji, mimi nipo na maji yamewakilisha. Wote wanacheza pamoja, na muendelee hivyo hivyo kucheza pamoja, maana Mungu wa mbinguni anawaona
na nyie mtakuwa mfano bora. Ninaamini hichi kigezo kwa mbele, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mtapita na mkatekeleze yale yaliyobaki. Na naomba niwasihi sana watu wa Nyamhongolo, mkaitunze amani yetu. Tuitunze amani, tusisikilize maneno ya kupotoshwa. Sisi tuna akili timamu. Kama ni miradi imefanya tunaiona, kama ni vitu tumeviona. Leo anakwambia hakuna kilichofanyika, mimi namuona anaongea maneno hayo, labda akili yake haifanyi kazi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.